Napenda kuihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusia ndugu zangu katika imani katika masuala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Enyi watu ndugu zangu katika imani, enyi waislamu watukufu, enyi vipenzi vya Allah, enyi watukufu wa daraja katika zama hizi, enyi waumini mliokuja katika vizazi ambavyo vimekalika wa ucha Mungu, enyi waumini ambao mmekuja katika zama ambazo Uislamu unauhitajia sana uwepo wenu, enyi waumini ambao mmekuwa tayari katika ibada hii ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwanza kabisa warehmuni Mwenyezi Mungu makosa yenu na makosa ya ulama. Allah subhanahu wa ta'ala asijalie kwa thawabu pamoja na wale ambao wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, ni siku nyingine tena iliyokuwa bora kwa baraka zake Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kuwajalia. Hakuna yeyote ambaye anatambua siri ya uwepo wako wewe na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini ameweza kubariki, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake ameweza kufanya wewe ni miongoni mwa watu ambao sasa hivi wanapata neema hii ya pumzi. Amekufanya wewe ni miongoni mwa watu ambao sasa hivi Allah subhanahu wa ta'ala amewapa neema ya uhai. Miongoni mwa sisi wangapi na wangapi walikuwa wanahitajia baraka hizi na neema hizi, lakini wamekosa kwa makusudi yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume ameshaeleza neematani maghbunun fihima kathirun minan nasi as-sihatu wal farar. Neema mbili hizi ni neema ambazo watu wengi wamenyimwa. Neema yenyewe ni afya na muda wa kukaa na kutafakari, wakaamini kwamba wakati tuliokuwa nao huu ni wakati sahihi kwa ajili ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na wakati huu tuliokuwa nao ni wakati ambao sisi tunatakiwa tufanye mambo ya kimaisha. Huu muda wa kutafakari yote haya, wengi wana fikra lakini si fikra za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa wewe Allah subhanahu wa ta'ala amekupa hizo fikra, lakini akakupa fikra za kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa neema hizi tunapaswa kusema alhamdulillah.